Bila shaka kama kuna mtu ambaye benchi la ufundi la Coastal Union chini ya kocha Juma Mwambusi watakuwa wakimwazia sana kwa kuatibulia mipango yao leo hii katika mechi ya hatua ya 32 bora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, basi mtu huyo atakuwa ni kiungo wa ushambuliaji wa Yanga, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Maxi Mpia Nzengeli. Ndio, ni kwa sababu Maxi leo hii alichangia kwa kiasi kikubwa kuvuruga mipango ya uchezaji ya timu ya Coastal Union katika mechi hii ambayo mwisho wa siku Yanga walishinda mabao 3-1 na hatimaye kutinga katika hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ikiwa ni mwenendo mzuri katika kuhakikisha kwamba wanalitwaa tena taji hili kwa mara ya 4 mfululizo, kwa sababu michuano ya misimu mitatu iliyopita yote Yanga wametoa ubingwa wake. Na sasa leo hii katika kucheza hatua ya 32 bora Yanga wakashinda 3-1. Muuaji aliyewaponza Coastal Union sio mwingine, alikuwa ni Maxi Mpia Nzengeli mgongoni nambari 7. Ni kwa sababu gani? Katika mabao hayo matatu Max alishiriki kwa kufunga bao la kwanza katika dakika ya pili tu ya mchezo, Max akafunga, lakini dakika 13 baadaye, kwa maana ya dakika ya 15, Maxi Mpia Nzengeli akaiwa tena Coastal Union, na kisha Coastal Union wakapata bao la kufutia machozi katika dakika ya 18 lililowekwa wavuni na mchezaji wao aliyekuwa ameanza kama nahodha katika mechi hii. Hapa tunazungumzia beki wa kushoto Miraj Zambo. Yes, Miraj akafunga bao la kufutia machozi la Coastal Union, lakini katika dakika ya 21 Yanga wakafunga bao la 3 ambalo safari hii liliwekwa wavuni na Clement Mzize Walid akitumia vyema pasi kutoka kwa Prince Mpumelelo Dube. Kwa nini Maxi Mpia Nzengeli alichangia kwa kiasi kikubwa kutibua mipango ya Coastal Union chini ya Juma Mwambusi? Ni kwamba Yanga waliingia na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4 kama kawaida, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Katika hao watatu hapa alionekana kwenye makaratasi Maxi Mpia Nzengeli akiwa katika sehemu mojawapo upande wa kulia. Max kwenye makaratasi alionekana hivyo, lakini alionekana pia Peodo Pacome Zouzoua, lakini vile vile alikuwepo Clement Mzize Walid. Kwa lugha nyingine ilionekana kana kwamba Yanga kuna washambuliaji wawili mbele, kwa sababu Mzize ni mshambuliaji kinara, lakini hivi karibuni huwa anacheza eneo la pembeni wakati mwingine, ili mwalimu kutumia vyema mfumo wake huu wakati huo kupata huduma ya Mzize na kuwa na Prince Mpumelelo Dube anayesimama kama mshambuliaji kinara. Kwa hiyo katika hawa watatu Maxi kwa kawaida anaonekana namna hii hapa Pacome, lakini Mzize ilitarajiwa pengine ni 4-4-2, lakini hapana, ilikuwa ni moja golikipa 4-2-3-1, na wakati mwingine ilitarajiwa labda Pacome atakuja hapa alafu upande mwingine awepo Maxi, upande huu awe Mzize. Ilitarajiwa hivyo bila shaka, lakini kwenye kucheza mambo yalikuwa tofauti, kwa sababu Coastal Union wao katika kuhakikisha kwamba Yanga hawaletei madhara, wakitambua kwamba Yanga miongoni mwa silaha zao ni kukamata zaidi eneo la kati. Anapocheza Khalid Aucho Doctor, Mudathia Abbas, ama Khalid Aucho Doctor pamoja Zuk Abuya ama vinginevyo, ambapo leo hii alikuwa ni katika viungo wawili ukabaji, alikuwa Aucho na Zuk Abuya. Lakini Coastal Union wao katika kuhakikisha wanakabiliana na uimara wa Yanga eneo la kati, eneo la kiungo, wakati huo wakihakikisha hawapokei mashambulizi mengi kuelekea kwa kipa wao ambaye alianza leo hii sio mwingine ni Fales Gama. Waliingia na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 3 wa kiasili wakati, halafu kuwa na viungo 5, halafu kuwa na washambuliaji 2. Hao washambuliaji 2 alikuwa ni Maabadi, mfungaji bora wa zamani mara 2 katika ligi kuu ya Zanzibar. Walikuwa pia na Amara Bagayoko, mfungaji bora katika ligi kuu ya Togo msimu uliopita kule nchini Togo, ingawa yeye ni raia wa Mali. Wakitumia mfumo huu walitarajia kwamba wategemee zaidi wingbacks, wale wanaokuwa kama mawinga kama mabeki, kwa maana kwamba beki 2 alikuwa ni Aidan Erasmus, halafu beki 3 ndiye Miraji, yule mfungaji wa bao lao la kufutia machozi katika dakika ya 18. Huku nyuma walikuwa na Lame Kilawi, walikuwa na Anguti, walikuwa na Abdallah Dennis Michael, katika kuhakikisha hawa mawingback
wanaposhambuliwa mara moja wanarudi kuungana na walinzi wao watatu kutengeneza ukuta wa watu watano wa haraka haraka. Lakini wakati huo katika viungo hao watano hapa katikati, wale watatu sasa, kulikuwepo na kina Gustav, walikuwepo kina Semfuko, wote kuhakikisha pamoja na Gift Ali kuhakikisha wanakuwa na idadi kubwa ya watu kwenye eneo lao, wawazidi Yanga kwa idadi, tunasema numerical advantage katika kuzuia ili wasiwaletee madhara. Lakini nini kilichotokea? Yanga wakawa wanamtumia sasa Maxim pia Nzengeli leo hii kuwa kama ndiye funguo, ndio kuunlock, kuwafungua, kuhakikisha anawatibulia mkakati wao wa kuzuia, kwa sababu Maxim pia Nzengeli alikuwa mzuri leo hii katika dakika 45 za kwanza katika kupiga chenga, kudribble mipira na kupiga mashuti kwa usahihi, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa liliwavuruga mno hapa kwenye eneo la ulinzi la Coastal Union. Pale kwenye walinzi watatu pamoja na walinzi wa pembeni, wale ma wingback ambao walitarajiwa wanapozuia wao waungane na wenzao kuhakikisha wanakuwa salama, Max aliwavuruga sana, kwa sababu kwanza alikuwa patikani katika eneo moja, sio kulia sio kushoto, alikuwa anatokea zaidi eneo la kati, akiwa pembeni kushoto anaingia kati, akitoka kulia anaingia kati, maeneo ambayo walitarajia labda Theodo Pacome Zouzoua mzuri sana katika kudribble mipira, kokota mipira, lakini katika dakika 45 za kwanza kazi hiyo, leseni hiyo, Mwalimu Milud alimpatia Maxim pia Nzengeli mgongoni nambari 7. Matokeo yake aliwavuruga mno na kufunga mabao haya kwa haraka, lakini mwisho wa siku wakaja kufunga bao la tatu dakika 21, jambo ambalo liliwalazimu Coastal Union katika dakika 27 kufanya mabadiliko ya kimfumo jumla. Ni kwa sababu gani? Wakawatoa wachezaji wawili wakaingiza wachezaji wawili ambao ni nani na nani? Walimuingiza Kikoti, Lucas Kikoti kutoa nafasi ya Gustav, lakini walimuingiza vile vile walimuingiza kiungo wa ushambuliaji kutokea kulia Sabri Kondo. Waliowatoa walikuwa ni pamoja na beki Anguti, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda. Kwa lugha nyingine, waliachana na mfumo wa 3-5-2 baada ya golikipa na kurejea katika mfumo wao waliozoea mara kwa mara wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, wakiamini kwamba Kikoti akiwa mbele ya kina Semfuko atakuwa nyuma ya wale washambuliaji wao wawili Maabadi na Amara, ili walau waongeze nguvu katika kushambulia, kwa sababu mpaka kufikia dakika 27 Yanga walikuwa nikana kwamba wamehamia katika lango la Coastal Union, wakimiliki zaidi mpira na kuwashambulia mfululizo. Wakati huo umiliki wa mpira wa Yanga mpaka mapumziko ulikuwa 77%. Yes, dhidi ya 23% tu za Coastal Union. Lakini kufikia hiyo mapumziko tayari Yanga wakiwa na mabao 3-1, kipindi cha pili walionekana kana kwamba wamepunguza nguvu. Pengine wakiona kama vile mechi ishaimaliza, wakawa sasa wamepunguza kasi ya kwenda kushambulia zaidi kulinganisha na ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Mpaka mechi inaisha, matokeo yake Yanga wakawa wamepiga mashuti 6, kati ya hayo 3 yamelenga shabaha, ilhali Coastal Union walikuwa mechi nzima wamepiga shuti moja tu lilolenga shabaha, ambalo ndio lile lililozaa bao katika dakika ya 18 likifungwa na Miraji Zambo, ambaye hata hivyo alikuja kutoka baadaye. Matokeo yake Yanga wakapata ushindi wa mabao 3-1 na kufuzu katika hatua ya 16 bora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo sasa watakwenda kucheza dhidi ya Songea FC ya kule mkoani Ruvuma. Wote performance kwa Maxi pia Nzengeli katika mechi ya leo hii. Aliibeba mechi nzima katika dakika 45 za kwanza. Ikumbuka alifunga mabao mawili, lakini lipo shuti alilipiga matata sana, liligonga nguzo kiasi ya kwamba mpaka mapumziko akiwa amepiga mashuti ya maana 3, mawili kamba, moja limegonga nguzo. Kipindi cha pili Max aliendelea kuwepo uwanjani, lakini katika kipindi ambacho Yanga walikuwa kimiliki zaidi mpira kimkakati, wakienda mara chache kulinganisha na ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza, na hata mechi ilipokamilika umiliki wa mpira kwa ujumla overall Yanga walikuja kumiliki mpira kwa wastani wa 68% dhidi ya 32% za Coastal Union, kwa maana kwamba walipunguza umiliki wa mpira kipindi ambacho Coastal Union hasa baada ya mabadiliko kadhaa waliyofanya katika kipindi cha pili wakawa walau nao wanamiliki zaidi mpira na kufika mara chache, kwa sababu Yanga wakati Coastal Union kienda katika eneo la mwisho walikuwa wengi, wakiwa akina Ibra Baka, Dickson Job walioanza leo hii, baadaye alikuja kuingia, alitoka Ibra Baka akaingia Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha kuhakikisha wanaendelea kwa salama. Eneo la kati aliingia pia Salum Bakari Showboy, walioingia pia walikuja kuingia kina Stefan Azizki.
Lakini Max alichokifanya leo ni muendelezo wa kile ambacho amekuwa akikifanya vizuri hivi karibuni, kwa sababu inakumbukwa kwamba Max kuna baadhi ya mechi alikosa kutokana na majeraha, lakini tangu arejee kwa ujumla katika ligi kuu kwa mfano ameshacheza mechi 18. Kwenye hizi mechi 18 Max amecheza kwa dakika 1101. Max Mpienzengeli. Yes, 1101. Na katika dakika hizi amepiga mashuti, tunasema shots. Apiga mashuti 21, kati ya hayo mashuti 12 yamelenga lango, sawa na tunasema shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha wa takriban 57%. Shooting accuracy kwa sababu mashuti 12 kati ya 21 yamelenga lango, halafu akafunga mabao goals. Kafunga mabao 4, lakini ametoa assists, passed za mabao 6. Jumla akichangia mabao 10 kati ya mabao 58 waliofunganga katika ligi kuu Tanzania bara, sawa na mchango wa mabao wa 17%, kwa maana assist pamoja na mabao aliyofunga. Max Mpienzengeli amekuwa katika kiwango bora sana hivi karibuni, na leo hii ndiye aliyewatibulia mipango yao Coastal Union na hatimaye kuifanya Yanga ibuke na ushindi mnono kwa mabao 3-1 katika kipindi cha kwanza wakimaliza kabisa mechi. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.